Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2026. Mwaka huu tunajifunza kitabu kinachosema Baba Yetu Anajali. Na mada kuu katika mwezi huu inasema wana na binti za Mungu. Leo ni Januari 16. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Asante kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa sababu ya rehema yako. Asante kwa sababu ya baraka ambazo umezionesha maishani mwetu. Hakika wewe ni Mungu. Maisha yetu yanashuhudia kwamba wewe ni Mungu na kwamba unatupenda na kutujali. Enda nasi asubuhi ya leo tunapojifunza mada hii katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema kuwapenda wengine. Imejengeka katika kitabu cha Waefeso sura ile ya 5 aya ya 1 na ya 2. Neno la Mungu linasema, hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa, mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitolea kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu, kuwa harufu ya manukato. Mnapaswa kumfuata Mungu kama watoto wapendwa, ili kuwa watiifu kwa matakwa yake yote, mkitembea katika upendo kama Kristo pia alivyowapenda ninyi. Upendo ulikuwa kipengele ambacho kwacho Kristo alituma na alitembea na kufanya kazi. Alikuja kuukumbatia ulimwengu katika mikono ya upendo wake. Tunalazimika kufuatisha mfano uliowekwa na Yesu na kumfanya kuwa kielelezo chetu mpaka pale tutakapokuwa na upendo huo huo kwa wengine kama ambavyo ametudhihirishia. Anatafuta kutugusa kwa somo kuu la upendo. Ikiwa moyo wako ulikuwa umefanywa kuwa mbinafsi, mruhusu Yesu akujaze kwa upendo wake. Anatamani kwamba tumpende kikamilifu na kutumia shime, ndiyo hata kutuagiza kwamba tuwapende wengine kama ambavyo ametuonesha kielelezo. Ameufanya upendo kuwa ishara ya kufanya wanafunzi wetu. Hiki ndicho kipimo ambacho kwacho unapaswa kuwafikia wengine. Mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Upendo mkubwa wa kina na mkuu mno. Upendo huo sio unawakumbatia wachache uwapendao, unalazimika kuvifikia viumbe vya Mungu vya chini na duni mno. Yesu anasema, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Upendo na huruma ambayo Yesu angetutaka kuwapatia wengine hauna dalili ya mchomo mkali moyoni, ambao ni mtego kwa nafsi. Ni upendo ambao ni wa asili ya mbinguni, ambao Yesu anauonesha kwa vyote, kanuni na mfano. Lakini badala ya kuonesha upendo huu, mara kwa mara tunatengana na kufarakana sisi kwa sisi. Matokeo yake ni kutengwa na Mungu, uzoefu dumazi uharibuo ukuaji wa Mkristo. Upendo wa Yesu ni kanuni hai iunganishayo moyo na moyo katika vifungo vya ushirika wa Mkristo. Kila mtu aingiaye mbinguni atakamilishwa katika upendo angalipo duniani, kwa maana huko mbinguni mkombozi na waliokombolewa watakuwa mada zituvutiazo. Leo ni Januari 16, mada ikisema kuwapenda wengine. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, leo tunakuwa tumefika tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi
sasa na hata milele. Amina. Mchana hauishi, mji mzuri, mji hautapita, na hapana giza. machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milangoni ya lulu, mjini mzuri, dhahabu njia zake, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milango haifungwi, mjini mzuri, mtoni wa uzima, Na hapana giza. machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Hawahitaji jua, mjini mzuri, Mwana-kondoo nuru, na hapana giza. machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku